Kwa sababu ndugu Filipo wakati ule mwingine alikuwa na shida ya mtandao. Na leo naona ya kwamba mtandao wake uko shwari. Tutakuwa ni wenye kuomba, na baada ya kuomba tutakuwa ni wenye kuanza. Mkutano wetu unaongozwa na Biblia. Biblia ndio muongozo. Lakini kama kuna vitabu vya roho ya unabii ambazo ziko na hazipingani na Biblia, bado tunaendelea kuzitumia kwa sababu zinaunga Biblia mkono. Kwa hivyo kitabu chochote ambacho hakiwezi kikakosoa Biblia, basi kinakubalika kutumika. Basi wacha tuombe alafu ndio tuanze. Baba mwema, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa nafasi hii umetujalia. Tubariki tunapoanza, tuongoze mpaka mwisho. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina na amina. Ndugu Filipo, mada ya leo. Naam. Tofauti ya utatu na uungu ni nini? Tunakupa dakika 25 alafu tukusikize. Karibu. Ninashukuru sana Bwana Ndacha, na Mungu akubariki sana. Kama kuna wale wafuatiliaji wetu, basi ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo wote, na karibuni tena katika mfululizo wa vipindi vyetu. Sasa naomba niweke hapa presentation yangu. Niseme kwamba nilipata changamoto katika siku kadhaa hizi zilizopita. Matokeo yake sikuweza kupatikana. Basi leo namshukuru Mungu kwamba nahisi kwamba mambo yanaenda vizuri. Sasa niseme kwamba kama ulivyosema Ndacha, tutatumia Biblia, lakini pale inapohitajika ushahidi wa kihistoria ama kiufafanuzi zaidi, tutatumia kitabu kile kinachokubalika ambacho kinaweza kutusaidia kufikia uelewa. Kwa hiyo tusikatae vitabu vile vinavyokubalika, authoritative sources. Sasa somo letu ni juu ya uungu ama utatu. Tofauti yake ni nini? Ama je, maneno haya yanalingana? Nianze moja kwa moja kueleza kuhusiana na uungu. Neno uungu, Paulo peke yake kwenye Biblia ndio amelitumia neno hilo uungu. Na Paulo peke yake ndiye anayeweza kutufafanulia, kutueleza nini maana ya uungu, kwa sababu yeye aliyelitumia basi alijua maana yake ni nini. Kwa hiyo nitajaribu kupitia maandiko matakatifu ya Biblia, hasa nyaraka za Paulo, zitatufafanulia zaidi. Mara ya kwanza Paulo analitumia neno hili katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 aya ya 29. Anasema haitupasi kudhani ya kuwa uungu, na neno la Kigiriki lililotumika hapo ni theos, ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe. Hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili amelitumia katika kitabu cha Warumi sura ya 1 aya ya 20. Anasema uweza wake wa milele na uungu. Neno lilotumika hapo la Kigiriki ni theotes. Na of course amelitumia tena katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 aya nadhani 9.
sitaenda hiyo kwa sababu hizi mbili zinatosha. Sasa maneno haya theos, theotes inatokana na neno theos ambalo maana yake ni uungu. Lakini maneno haya mawili yanatokana na neno theos. Na katika Biblia kama ambavyo nimesema, neno hili tuanze na theos linamaanisha uungu. Kiingereza chake ni Godhead, na limetumika mara moja katika Biblia. Katika kitabu cha Petro wa pili limetumika mara 2, na katika kitabu cha Matendo ya Mitume limetumika mara moja. Lakini neno theotes na likiwa na maana ya uungu pia ama Godhead limetumika mara moja katika kitabu cha Wakolosai. Sasa maana yake haya maneno yote yana maana ya uungu ambayo ni asili ya kimungu, ama kwa maneno mengine ni hali ya Mungu, jinsi alivyo hali ya Mungu. Sasa hii haitoshelezi kutuambia hali ya Mungu yuko namna gani, kwa sababu leo tunaenda kuangalia tofauti ya uungu na utatu. Tuangalie na neno utatu lina maana gani. Neno utatu kiukweli halimo kwenye Biblia, hatutalipata kwenye Biblia. Sasa kukosekana kwake kwenye Biblia haiwi sababu ya kusema kwamba eti hilo neno halifai, ni neno la kipagani. Maneno mengi mbona kwenye Biblia hayapo, yako ni ya kitheolojia. Kwa mfano neno incarnation. Incarnation hutalipata kwenye Biblia, lakini incarnation ni kufanyika mwili kwa Yesu. Sasa hatuwezi kusema kwa vile incarnation haimo kwenye Biblia basi hiyo haifai, hiyo ni ya kipagani. Sio kweli. Kwa mfano neno lingine ambalo halimo kwenye Biblia na tunakubali ni fundisho, meza ya Bwana. Tafuta Biblia nzima hutapata neno meza ya Bwana. Kukosekana neno meza ya Bwana kwenye Biblia hakuifanyi ile huduma yenyewe ama lile fundisho la meza ya Bwana kwamba ni fundisho la kipagani. Kwa hiyo yako maneno mengi ya kitheolojia ambayo hayapatikani kwenye Biblia, lakini tukisoma Biblia nzima tunapata maana ya hayo maneno tu yaliyowekwa na wanatheolojia. Sasa neno utatu ni neno la Kigiriki pia au Kilatini, linatokana na neno trinitas, yani hali ya kuwa katika vitu vitatu. Yani vitu vitatu au trinitas maana yake threefold. Sasa hii threefold maana yake ni kwamba sisi wa Kristo kulingana na Biblia tunavyoisoma tunaona ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mmoja, lakini yuko katika nafsi tatu, na nafsi tatu hizo ni za milele. Yani maana yake ni kwamba kwa Kiingereza tunasema Trinity is the doctrine that one God eternally exists as 3 distinct persons. Na tutaona kwenye maandiko each person is fully God, co-equal and co-eternal, meaning that each person of the Trinity has existed from eternity past and will always exist. Kwamba hizi nafsi tatu ni za milele, zimekuwepo pamoja, zikiishi pamoja enzi na enzi. Hakuna wakati ambapo nafsi moja haijawahi kuwepo, kama fundisho la watu wengine ambao wanakataa Utatu Mtakatifu wanajaribu kutufundisha, na hii tutaprove kwenye Biblia. Sasa kwa sababu tunatumia neno person nalo ni la Kiingereza, ni vizuri pia neno person tulifahamu maana yake ni nini. Webster Dictionary inatuambia a person is a thinking intelligent being, yani kwamba nafsi ni kiumbe ama ni hali ya umbile ambalo linaishi lenye uhai, lakini na utambuzi, kuwa na utambuzi, thinking and intelligent being, ana uwezo wa kiakili na utambuzi. Ndio maana Mungu wetu tunasema ana sifa za omnipotent, ana uwezo, omniscient, anaelewa mambo yote, na omnipresent, yupo siku zote, hakuna mahala ambapo hajawahi kuwepo. Kwa hiyo hii ndio hali ya personhood. Lakini pia wafasiri pia wanatueleza kwamba person inaweza ikawa ni ofisi,
the character au yule mtu anayeshikilia ofisi fulani, nafsi inayoshikilia ofisi fulani. Person ni ofisi pia. Mfano, mtu anaweza kusema how different is the same man from himself as he sustains the person of a magistrate. Kwamba mtu fulani anaposhikilia ofisi fulani, tunasema sasa hiyo ofisi imeshikwa na mtu fulani katika ofisi yake. Na Ellen White anakubaliana na tafsiri hiyo ya ofisi kama maana ya person, ikimaanisha kwamba ukisoma katika Testimony for the Church ukurasa wa 100 ya gombo la 8 ukurasa wa 177, he has placed at his altar an advocate clothed in our nature. Ameweka katika madhabahu yake kule mbinguni wakili ambaye yuko katika asili yetu as our intercessor, kama mpatanishi wetu. Christ's office work is to introduce us to God as his sons and daughters. Kazi yake ni kututambulisha kwa Mungu kama wana na binti zake. He intercedes in behalf of those who receive him. Kwa hiyo ni ofisi yake. Tunaposema sasa hizi nafsi ni ofisi za utendaji wa Mungu, lakini pia tunasema kwamba ni nafsi kwa maana ya kwamba thinking and intelligent being, ya kwamba ina exist, sio hewa tu, sio upepo tu, sio nguvu tu, ama uwepo tu kwa kitu kisichokuwa na maana. Kwa hiyo ina maana hivyo. Roho Mtakatifu pia ni ofisi, anasema Ellen G. White katika Revue and Herald ya Novemba 19 mwaka 1908, in describing to his disciples the office of the Holy Spirit. Kumbe Holy Spirit naye ana office of the Holy Spirit, ina maana the person of the Holy Spirit katika kazi hiyo. Sasa je, Biblia inaunga mkono kwamba uungu ni nafsi tatu? Sasa ndio tuje kuangalia sasa hii uelewa wetu tuliouelewa kulingana na maneno, kwa sababu nimeanza kutafasiri maneno haya tuyajue maana yake kiruga, halafu ndio tuje kuangalia je, Biblia inakubaliana na uelewa huo. Sasa tuangalie katika Biblia moja kwa moja katika fungu ambalo wengi wanaopinga utatu mtakatifu wanalitumia, na mimi ndio nataka nilielezee hili fungu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 6, Biblia inasema, na huyu ni Paulo. Niliwaambia kwamba neno Godhead limetolewa na Paulo, na ni Paulo peke yake anayeweza kutafasiri nini maana ya Godhead, Paulo ambaye yeye ndiye ametoa neno hilo. Na tumuulize sasa Paulo, hivi ulivyokuwa unasema Godhead ama ulipokuwa unasema uungu, we Paulo ulikuwa na maana gani? Sasa Paulo ndiye atuambie. Anasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Sasa watu huishia hapo kusoma. Unaposoma haya maandiko, unaposoma maandiko, angalia kila kitu unachokiona. Kama kuna koma, kuna nukta, koma hizi nazo ni lugha inayotueleza, yani ni lugha inayowasiliana na sisi. Anaposema kwetu sisi kuna Mungu mmoja tu, ameweka koma hapo. Koma ina kazi mbili, ina kazi ya kutenganisha orodha ya vitu, lakini pia inaweza, nitaeleza huko baadaye, kwamba Mungu mmoja tu aliye Baba, koma, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, koma, nasi tu tunaishi kwake. Sasa hapo kuna semikoloni. Semikoloni naye ina maana yake. Semikoloni nitaeleza hapo maana yake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwako sisi. Sasa ina maana gani? Ufafanuzi wa aya. Alama ya koma ina maana gani? Anasema alama ya koma kazi yake ni kutoa maelezo ya ziada. Mfano, mwinjilisti Filipo, mimi hapa nayeongea, mmoja wa watoa mada wa leo. Unaona hiyo, mwinjilisti Filipo, koma, mmoja wa watoa mada wa leo amefafanua vizuri. Unaona? Sasa hapa ina maana kwamba imetoa maelezo zaidi. Huyu mwinjilisti Filipo, ili tujue katika watu waliokutana hapa, mwinjilisti Filipo ni yupi? Ni yule mmoja wa watoa mada wa leo. Kwa hiyo koma inatumika kufafanua, kutoa maelezo ya ziada. Sasa anaposema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, twende mbele sasa. Ameweka koma, anataka sasa kutuelezea, kutufafanulia huyo Mungu mmoja yukoje. Anasema aliye Baba, kumbe ni Baba,
ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tu wazao wake. Kuna alama ya semikoloni. Tuje semikoloni inamaanisha gani? Semikoloni kuorodhesha vitu hasa vinapokuwa na zaidi ya neno moja. Kwa mfano, harusi hiyo ilihudhuriwa na watu wengi, wengi, wake kwa waume, koma, semikoloni, wadogo kwa wakubwa, semikoloni, wazee kwa vijana, semikoloni. Kumbe semikoloni nayo inafafanua kundi la vitu vilivyo pamoja. Tunakuja sasa kwenye andiko letu. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Yukoje huyo Mungu? Yuko ni Baba, ambaye ameumba vyote na nini na sisi tunatokana na yeye. Semikoloni. Huyo Mungu anaendelea yukoje? Yuko na Bwana wetu, na Bwana mmoja Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe Mungu mmoja ni Baba na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tayari hapa tunaona nafsi mbili ziko zimeshawekwa hapa na Paulo. Huyo Mungu mmoja ana nafsi, tumeona hapa mbili. Twende tuitafute nafsi ya tatu. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 3 ya 17, Biblia inasema basi Bwana ndiye Roho. Kumbe Yesu anapokuwa Bwana, tumesema kwamba yuko Mungu ni mmoja ambaye ni Baba. Halafu kuna Bwana Yesu Kristo. Yupo na mwingine. Paulo amesema katika Wakorintho 3:17, wa pili 3:17, basi Bwana ndiye Roho, kama Yesu alivyo Bwana, Roho naye ni Bwana. Unaona mambo mbona yako rahisi tu jamani, ndacha na wengine wenzako. Anaendelea, nafsi tatu za Mungu katika Biblia tuzione. Lakini sisi sote kwa uso usiotaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hadi utukufu, kama vile kwa utukufu utokayo kwa Bwana aliye Roho. Kwa hiyo kumbe Roho na yeye ni Bwana. Wakorintho wa kwanza 3:18. Unaona bwana? Je, hizi nafsi tatu za uungu zinajitegemea ama hapana? Ukweli ni kwamba nafsi tatu za uungu zinajitegemea, sio kitu kimoja kama ambavyo waasisi wetu hawakujua maana ya utatu, wakadhani kwamba utatu ni Mungu mmoja, hapa amepasuka Baba, hapa Mwana, hapa Roho Mtakatifu, Mungu mmoja furushi. Huo sio utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu ni nafsi tatu zinajitegemea. Haya, ukweli Biblia inakubali hiyo. Katika kitabu cha Luka sura ya 4 aya ya kwanza, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa. Hapa Yesu yupo. Kuna watu wetu wanafundisha sema Roho Mtakatifu anawakilisha uwepo wa Mungu ama uwepo wa Yesu. Haya, Yesu huyu hapa na Roho Mtakatifu yupo. Anasema naye amebatizwa, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa hua, wa kiwilikiwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Unaona, Yesu pembeni, Roho Mtakatifu anakuja, sauti iko mbinguni, utatu mtakatifu. Iko vizuri tu mbana. Katika kitabu na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Hii ni katika kitabu cha hiyo baada ya Yesu kubatizwa, amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka nyikani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40. Yesu yuko hapa, Roho Mtakatifu anamuongoza Yesu. Sio eti Roho Mtakatifu ni kuonyesha uwepo wa Yesu. Hii sio kweli, ni kutoitendea haki Biblia. Isaya sura ya 48:11, nikaribieni, sikieni haya tokea mwanzo, sikunena kwa siri tangu yalipokuwa mimi nipo, na sasa Bwana Mungu amenituma na Roho yake. Yaani Yesu hapa anatangaza ya kwamba ametumwa na Mungu, lakini pia ametumwa pia na Roho wa Mungu. Kumbe Roho wa Mungu na yeye anafanya kazi ya kutuma, anamtuma Yesu. Umeona maana? Mbona mambo yako yamekaa tu yametulia. Mimi napenda sana, yani Biblia iko tamu tu tukitendea haki. Anaendelea, nafsi tatu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanasema kwamba eti tunakosea tunapofundisha, tunakosea eti tunapofundisha Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tuulize Biblia, je, inakubaliana na hilo? Msikitende, Yesu mwenyewe anasema msikitendee chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu
huyo ndiye aliyetumwa na aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Kumbe yupo Mungu Baba. Tayari tumeshaona Mungu Baba. Je, Mungu Mwana? Haya, katika Petro wa kwanza sura ya kwanza ya pili pia neno Mungu Baba limepatikana hapo. Anasema kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua. Kwa hiyo neno Mungu Baba lipo katika Biblia. Je, Mungu Mwana? Lipo. Petro wa kwanza 1:2. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba hii ni Yohana wa kwanza. Mwana wake Yesu, huyu ndiye Mungu wa kweli. Kumbe kuna Mungu Mwana pia. Je, Mungu Roho Mtakatifu? Petro ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya ya 3 na kuendelea, Anania alipodanganya Petro alisema anasema kwamba Petro akasema akamwambia Anania, nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Kumbe Roho Mtakatifu ni Mungu. Haya, je, Ellen G. White anakubalianaje? Ellen G. White anajuaje uungu? Tumuulize Ellen G. White naye. Katika kitabu cha Review and Herald Mei 5 1903, the coming of the Lord is nearer than when we first believed. What a wonderful thought it is that the great controversy is nearing its end. In the closing wake we shall meet with perils that we know not how to deal with. But let us not forget that the three great powers of heaven. Kumbe anajua kwamba kuna three great powers of heaven are working, that a divine hand is on the wheel. Kumbe kuna three great powers of heaven. Hawa three great powers of heaven ni nani? Signs of the Time ya Machi 1903 tarehe 11 anasema wale wanaokubali ibada kuu ya ubatizo hujitoa kujitolea maisha yao kwa ajili ya utumishi wa Mungu na zile nguvu tatu za mbinguni. Anatafasiri sasa hizo nguvu tatu, three great powers of heaven, ni kina nani? Anasema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sisi tunaposema kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hatujakosea yani, na ni nafsi. Nasikia watakatifu wapenzi wa Bwana Ndacha pamoja na marafiki wengine, Biblia iko wazi tu. Anasema katika Signs of the Time Juni 19, our sanctification is the work of the Father, the Son and the Holy Spirit. Kazi yetu ya utakaso, utakaso wetu ni kazi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nafsi hizi zinatajwa, tumekwisha kuziona kule, ni nafsi independently zinajitegemea. Ellen G. White juu ya nafsi ya Roho Mtakatifu anasemaje kuhusu Roho Mtakatifu? Anasema nianzia hapa. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Kumbe Roho Mtakatifu is the third person. Na tayari nimeshawafafanulia person maana yake huko nyuma ni nini. Baada ya kusema hayo, ili nisiwachoshe sana, na wasalimu na waachia salamu ya Utatu Mtakatifu ya Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa pili 13:14. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi siku zote, na Bwana wabariki. Bwana Ndacha, Mungu akubariki sana. Nadhani nimejaribu kuzungumza kile ambacho kinawezekana. Sijui nimetumia dakika ngapi? Dakika ngapi? Umetumia dakika 26. Filipo, kagua na bila kupembeleza. Natumia dakika. Tasha wewe, mafundisho yako yana makosa hapa na hapa, na udhibitishe. Napaswa kutumia dakika ngapi? Umeenda dakika 26 mwanzo, sasa tumia dakika 15. Nashukuru. Sasa Ndacha, unajua hapa tunajifunza tu,
wala hamna sababu ya kutumia nguvu nyingi sana. Mambo ya kusema fundisho la shetani, fundisho la Katoliki, la Papa. Unajua baadhi ya ndugu zangu wa Adventista ninawashangaa sana. Wana kitu kile kinaitwa popphobia. Mimi nakiita popphobia. Yaani wewe kila kitu eti kikisemwa na Mkatoliki basi hicho ni kitu cha kipagani. Hii ni kutotendea haki historia. Historia ya kanisa la Kikristo. Lazima ujifunze pia Ukatoliki umeanza lini na kanisa la Kikristo lilisafirije. Mababa wa imani, hata Petro kwa mujibu wa Katoliki wanamuita ndio papa wa kwanza. Papa wa kwanza ni Petro. Sasa utamkatana Petro kwa sababu Wakatoliki wamesema ni papa. Lazima ujue historia bwana Ndacha. Sasa shida yako nimeipata moja. Yaani kaa tu vizuri. Yaani hii kufananisha na upagani mara umeleta mapicha mara nini. Hii ni kutisha tu watu sasa. Usitishe watu Ndacha. Wewe tumia tu maandiko. Mara chile toka kwa shetani kabisa, upumbavu. Hii haifai Ndacha. Sasa sikiliza. Iko hivi. Ngoja ni kuonyeshe hapa kuna vitu ambavyo nadhani unapaswa tu kuvielewa. Ni kama kunachanganya mambo. Hebu msikilize Ellen G. White sasa. Uzuri angalau bado unamkubali Ellen G. White. Angalau bado unamkubali Ellen G. White. Anasema Ellen G. White kwanza ameanza na wapi? Ameanza na mwana. Anasema hivi katika Testimony Series B ya mwaka 1905, anasema the Father is all the fullness of the Godhead. Huyo baba sasa ambaye sisi tunamuita Mungu Baba, yeye huyo baba ni utimilifu wa uungu. Tumekubaliana neno Godhead maana yake ni uungu. Baba ni utimilifu wa uungu kamili, bodily and invisible to mortal sight. Amemaliza hapo fungu la kwanza hilo la baba. Anaenda sasa kwa mwana. The Son is all the fullness of the Godhead. Mwana naye ni utimilifu wa uungu kamili. Anasema the Son is all the fullness of the Godhead manifested, uungu uliodhihirishwa. Wakati ambapo baba ni invisible, kwa mwana ni uungu uliodhihirishwa, fullness of the Godhead. The word of God declares him to be the express image of his person. God so loved the world that is anaendelea Roho Mtakatifu je, the comforter that Christ promised to send after he in series B after he ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of the Godhead. Sasa Ndacha ya nyofoe basi. Ndacha nyofoa haya maandiko tupa pembeni huko sasa. Mbona yako wazi kabisa. Unajua shida mimi sielewi ni nini. Yaani ni kama umejenga chuki fulani, umefundishwa eti Utatu Mtakatifu ulianzishwa na Wakatoliki. Sasa wewe kwa ajili ya ile popphobia ndio inakufanya ukatae kila kitu. Wakatoliki wanafundisha mambo mengi na kiukweli kanisa la Kikristo ukiliangalia lilivyopita, Ukatoliki ni kanisa la Kikristo lililoharibika katika karne katika zama za giza. Sasa hatuwezi kusema kila kitu. Hata wewe kukataa Utatu Mtakatifu unafata Wakatoliki, unamfata Padri Arius wa Alexandria. Padri Arius Mkatoliki, huyu ndiye anayefundisha mafundisho kama yako kwamba Yesu sio Mungu, ni uungu wa kurithi. Yaani mafundisho ya Padri Arius.
Sasa utasema kwamba utaka, alafu hata hivyo unafundisha. Ngoja nikuonyeshe, ngoja nitakuonyesha the Nicea Creed. Yani wewe unafundisha mafundisho ya mtaguso wa Nikea, yani hilo fundisho la Nikea. Ngoja nikusomea hapa mtaguso wa Nikea. Si nao hapa, nadhani nao. Huu hapa mtaguso wa Nikea. Uone sasa jinsi ambavyo wewe unafundisha Ukatoliki bila kujua. Huu hapa mtaguso wa Nikea. Wewe nianze ile ya mwanzo kabisa ya 325. We believe in one God the Father, the Almighty, maker of heaven and the earth, of all and sea and sin. We believe in one Lord Jesus Christ, the Son of God, eternally begotten of the Father. Hivi ndio unavyo amini Father God from, unaona, begotten, Father, begotten of the Father, God from God. Yani ni Mungu aliyetoka kwa Mungu. Mimi siamini kwamba Yesu Kristo amenyofolewa kutoka kwa Mungu. Light from light, true God from true God, true God from true God, begotten not made, of being the Father. Haya ndio unaamini wewe. Mimi ninaamini Yesu Kristo kama Ellen G. White anavyofundisha. There never was a time when he was not. Yani yeye yuko siku zote, kama anavyosema mwenyewe katika kitabu cha Ufunuo, yeye ni wa mwanzo na wa mwisho. Hakuna wakati ambapo Yesu hakuwako wapi. Sasa wewe ukifundisha kwamba eti Yesu hakuwepo kipindi fulani, alinyofoka kwa Baba, hilo ni fundisho la Arius, Padri Arius. Unaona bwana? Sasa twende Ellen G. White. Ellen G. White anafundisha hivi kuhusiana na nilikuwa hapa kwamba kumbe Roho Mtakatifu naye is the fullness of the Godhead. Haya, tuendelee kuhusiana na Utatu Mtakatifu tutakapoenda mbinguni. Ellen White anasemaje tukienda mbinguni? Tutawakuta nani na nani kule mbinguni? Hii hapa. Tumekombolewa sasa hapa. Now a little point, as the saint in the kingdom of God are accepted in the beloved, they hear. Wanapokuwa wamepokelewa sasa kule mbinguni, wanasikia, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Njoni nyie mliobarikiwa na Baba, mliobarikiwa na Bwana, urithini ufalme ulioandaliwa kutoka kuweko kwa misingi ya ulimwengu. And then the golden harps of the touched, kisha zinaguswa zile tarumbeta za malaika, and the music falls all through the heavenly host, and they fall down and they worship the Father. Kumbe kule tutaenda kumwabudu. Yani ukienda mbinguni, ndacha mimi nakuombea, ndacha twende wote mbinguni. Alafu tukifika kule mbinguni sasa tunaanza ibada, tunamwabudu nani? Father, Son and the Holy Spirit. Huko mbinguni wapo tunawaabudu wote kwa pamoja. Je, Biblia inakubaliana kwamba kule mbinguni wapo tutawaabudu pamoja? Ngoja nione kama hii aya ninayo hapa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Ufunuo sura ya 4, wote wako hapo katika kiti cha enzi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Biblia yangu hapa nimeweka wapi jamani? Angalau nayo ya Kiingereza hapa anyway. Nitaona sasa mbona maandishi madogo. Utasoma kwa wakati wako. Katika kiti cha enzi yupo Baba, ngoja nilete hii hapa. Kumbe nina Biblia nyingine hapa. Kitabu cha Ufunuo sura yenyewe ni ya 4 aya na kuendelea. Ufunuo sura ya 4. Huko tutaenda kumwabudu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ufunuo sura ya 4. Kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Sikiliza kule nani anasema? Ufunuo sura, na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa birika, na katika kile kiti cha enzi, aya ya 5, kunatoka umeme na sauti na ngurumo na taa 7 za moto. Hii taa 7 katika kitabu cha Ufunuo imetumika kama symbolic language, zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Roho 7 haina maana kwamba eti roho 7 imetumilika, au kamilifu wa namba 7 inatumika sana katika kitabu cha Ufunuo. Makanisa 7 haina maana ya makanisa yote, kipindi cha makanisa. Na roho 7 hapa namaanisha Roho Mtakatifu. Hizi ndizo roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bilauri ya kio. Ukienda katika kitabu cha Zakaria sura ya 4
na aya ya 6 na kuendelea, anaeleza Roho Mtakatifu ni hizi taa za vinara 7 vile. Mafuta yale yaliyokuwa yanaenda kwenye vinara vile vya taa ni Roho Mtakatifu, a symbol of the Holy Spirit. Kwa hiyo Roho 7, Roho Mtakatifu yuko mbinguni na kwenye kiti cha enzi kile kile, na Ellen White anasema tutakapoenda tunawakuta huko, tunamwabudu, tunapiga magoti, tunasujudia mbele za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa haya mafundisho Ndacha yako wazi sana, very clear. Mimi mbona sipati shida Ndacha? Yani mimi niko vizuri sana, yani haya mafundisho nayaelewa sana. Sasa sasa shida inayotokea ni kwamba unatumia nguvu nyingi kusema mashetani ili kuogopesha watu. Unaona nani hii